Mahakama ya Wajir imeamuru kuongezwa kwa siku 14 zaidi za kuziuzini kwa washukiwa ili kuruhusu uchunguzi wa kina kuhusu mauaji ya Ga'ala Aden. Hakimu Roslyn Aganyo wa Mahakama ya Wajir ameagiza washukiwa waendelee kuzuiliwa katika rumande ya Wajir na kusisitiza kuwa mshukiwa yoyote anayehitaji matibabu apelekwe hospitalini mara moja. Accordingly, I do grant the 14 days as prayed. They shall be managed in custody at Wajir police station. So for the purposes of a sick person, the person who is unwell may be escorted to a medical facility for treatment as is required. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za binadamu wamekaribisha uamuzi wa mahakama wakisema kuwa mchakato wa haki utaimarishwa, huku wakielezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa visa vya unyanyasaji wa kijinsia katika kaunti ya Wajir. Wajir tumekubaliana na mahakama na tunakaribisha hiyo maneno ya mahakama tukiona ni ya ukweli, identification ikuje ukweli, ndio mahakama ibati vitu ya ukweli iwekwe kwa meza. Mwenyekiti wa Tume ya Kitaifa ya Jinsia na Usawa, Rehema Jaldesa, amesisitiza kuwa serikali haitachukulia kesi hii kwa wepesi na itaweka sheria mbele bila kuruhusu uingiliaji kupitia mfumo wa maslaha. We will allow them to operate within the law, but we will not allow interference with this case. And we know that there is an attempt to interfere with this case through masla, and that one will not happen. We will come back here again on that day. Kwa upande mwingine, familia ya mmoja wa washukiwa imepinga madai ya mauaji ikisisitiza kuwa Ga'ala Aden alijiua. Wamesema wako tayari kukabiliana na sheria na wametoa wito kwa serikali kuhakikisha haki inatendeka kwa upande zote. My name is Sunday Olo. I'm an advocate for the suspects in this case. The court has given the prosecution and the police 14 days to finalize the investigations. At this stage, as the family, the suspects and everyone involved, we just want to work together with the police so that they can unearth the truth in this matter. On the 15th, we'll be ready either to take plea or to hear what the prosecution has to say on this matter. We just want to urge the media and members of the public to allow the police to finalize the investigations and not condemn the suspects before the investigation are finalized. We've had the opportunity to look at the witness statements and the evidence that the police have so far, and we can assure you, upon the investigation being finalized, the truth might be different from what we've heard so far in the media. We urge everyone to just let police finalize the investigations, and then on the 15th, when we come back, then we'll hear what the investigations have unearthed. Wakili wa mshukiwa Sunday Olo amesema kuwa familia ya mteja wake iko tayari kushirikiana na polisi ili kusaidia kufanikisha uchunguzi wa kina na kubaini ukweli wa tukio hili. Quresha Ali, Q&A, Wajir.